بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ni tarehe 19 ya mwezi wa Dhulqaada mwaka 1441 min al-Hijra, sawa na tarehe 11 ya mwezi wa Julai mwaka 2020 miladia. Tunaendelea leo na kuelezea sababu za talaka, baada ya kuelezea juzi sababu takriban 5 ambazo pia zinasababisha talaka. Leo tunaendelea na sababu nyingine. Hii ni sababu ya 11 kama sikosei katika sababu za talaka. Tumeanzia mwanzo kuelezea dhufu din, udhaifu wa dini ni katika sababu za talaka kwa pande zote mbili, au upande mmoja, aidha mume peke yake au mke peke yake akiwa ni dhaifu wa dini, ni sababu ya talaka. Pia sababu ya pili tukaelezea tabia mbaya, sawa ni kwa mwanamke au mwanamume, pia ni sababu ya talaka. Kadhalika alijbaru ala zawaj, kulazimishwa kuoa au kulazimishwa kuolewa. Sababu ya 4 tukasema alkaraha, ni kuchukia na kutowafikiana wale wanandoa wawili. Kadhalika ratibu zauja, mshahara wa mke. Sababu ya 6 tukaelezea ifshaul asrar, kudhihirisha siri kwa yote katika hao wawili, ni sababu ya talaka. Sababu ya 7 mke kuomba talaka. Sababu ya 8 alistijalu fi talaqi min az-zawj, ni mume kuharakisha kutoa talaka. Sababu ya 9 farqa ya umri mkubwa baina ya mume na mke, kuna farqa kubwa baina ya mume na mke katika umri. Sababu ya 10 ni kutomtosheleza yule mke na zile hisia zake za kitendo kile cha ndoa, pia ni katika sababu za talaka. Ya 11 ni kukataa na kupinga na kukanusha neema na mambo mazuri, mambo mema anayofanyiwa mke, kukanusha hiyo na kukanusha neema hizo ni katika sababu za talaka. Sababu ya 12 ni atarafu alladhi nashat alayhi almar'a, yani starehe alizokulia mwanamke, starehe na utajiri aliokulia mwanamke. Akifika kwa mume hakuna starehe zile alizokuwa akizipata kwa wazazi wake, hiyo pia ni sababu ya talaka. Sababu ya 13 alghaira, ni wivu, mwanamke kuwa na wivu wa kupituka mpaka, hiyo pia ni sababu ya talaka. Sababu ya 15 ni yule mutamallika, mwanamke mwenye kummiliki na kumtawala mume wake. Sababu ya 16 ndio hii ya leo, almutamarrida, mwanamke almutamarrida ndio darsa yetu ya leo. Almutamarrida ni yule mwenye kufanya kibri kwa mume wake. قال أبو فريحان حفظه الله: أيضا هناك زوجة متمردة. الزوجة المتمردة هي التي تتمرد على حياة زوجها، فهي لا ترضى بالفقر، لا تقنع بالقليل. mke mutamarrida, asema pia kuna mke mutamarrida, yule mwenye kujifanya mkubwa. الزوجة المتمردة هي التي تتمرد على حياة زوجها, yule anejifanya mkubwa na kutaka kutawala maisha ya mume wake. Fahia la tarla bilfaqri, mwanamke huyo haridhi ufakiri. La taqna'u bilqalili, hatosheki kwa kidogo anachopewa.
bali almazid bikathrati almutalaba bilkamaliyat, bali yeye anataka ziada kwa wingi wa madai na wingi wa kuomba vitu vile vya kamaliyat, vile vinavyokamilisha. Anataka vitu vinavyokamilisha maisha. Kuna vitu ambavyo sio vya muhimu lakini vyakamilisha maisha. Wal umuri almaliya, na mambo ya mali ndio anayoyataka yeye huyo almutamarrida. Kwa mfano nyumba haina AC na mafeni, anataka AC. Nyumba siji haina mapazia mazuri, anataka mapazia yale ya ghali. Hizi ndio kamaliyat. Wa adami sabri ala qillati alwad'i almali, na kutosubiri uchache wa hali ile ya kimali. Hana subra ya hali alionayo yule mume, hali ya maisha yake ya chini. Mke hana subra na hali hiyo. Wa adami sabri ala alwad'i as-sihhi, pia kutosubiri hali ile ya kiafya alionayo mume. Wa hiya bidhalika tadghatu ala zawjiha hatta yunaffidha laha raghabatiha wa talabatiha. Mwanamke huyo anamtia pressure mume wake ili atekeleze yale anayoyataka yote, kila analolitaka mume yule alitekeleze hata kama hana uwezo nalo. Fatutalibu zawjaha bima la yastati', huyu anamuomba mume wake mambo ambayo mume hayawezi. Anamtaka mume wake afanye mambo ambayo hayawezi, mambo ya juu. Mume hali yake ni hali ya kati na kati au ni ya chini, yeye mke anataka mambo ya hali ya juu. Fahiya tabhathu an nafsiha wa saadatiha faqat, yeye anatafuta na kuangalia nafsi yake na furaha yake peke yake. Wala tuhafidhu ala zawjiha au baitiha, wala hamuhifadhi mume wake au nyumba yake. Yeye hamuangalii mume wake, haangalii nyumba yake, yeye anaiangalia nafsi yake na furaha yake tu. Qala wa kathiran ma tantahi hadhihi zija bitalaq, mara nyingi humalizikia ndoa hii kwa talaka. Wa kathiran ma tantahi hadhihi zija bitalaq, mara nyingi huishia ndoa hii kwa kuacha yule mume, humuacha mke huyo ambaye anayetaka makubwa, na hali ya mume iko kati na kati au iko chini. Mke akitaka makubwa, ndoa yake hiyo inaishia kuachwa mke huyo. Jambo la 16 na 17 linalo sababisha talaka, al-lambaliyah. Al-lambaliyah, huyu ni mwanamke naye anaitwa al-lambaliyah. يقول أيضا الزوجة التي يقال لها اللامبالية. اللامبالية، اللامبالية، mwanamke anaitwa allamubalia, asiyejali. Allamubalia, yani pia anasema Sheikh Furaihan, Abu Furaihan, kadhalika mke anayeitwa allamubalia, mke asiyejali. Ailati la tahtamu bizawjiha itlaqan wala baitiha, ni mke ambaye hatilii umuhimu mume wake kabisa, wala nyumba yake. Hamjali mume wake, hajali nyumba yake, hajali masulia ya nyumba yake. Huyo ndio allamubaliya. Wala tuhawilu talbiyata hajatihi au matalibihi, wala hajaribu kutekeleza haja za mume wala anayoyataka mume. Min husni muashara, ambao ni ile kuishi vizuri. Au ihtimami bishuuni almanzil, au kutilia umuhimu mambo ya pale nyumbani. Yeye mambo yote hayo hayajali. Hana jambo la usafi wa nyumba, hashughulikii nyumba yake, hashughulikii kukaa vizuri na mume wake. Huyo ndo anaitwa allamubalia, mke asiyejali. Wa adamu ihtimami almar'ati bibaitiha wa atfaliha wa zawjiha, mwanamke huyo kutotilia umuhimu nyumba yake na watoto wake na mume wake. Hadha yakunu da'iman qawiyan min da'aimi talaq,
hii inakuwa ni sababu kubwa, sababu yenye nguvu katika sababu za talaka. الزوج عند ذلك يشعر بأنها لا تحبه أو تهتم به. yule mume anahisi kwa hivyo kwamba mke wake hampendi au tahtamu bihi au hamshughulikii. وقد يؤدي به هذا إلى الشعور بالقسوة معها, na huenda ikasababisha hii kuhisi yule mume ugumu pamoja na kuishi na mwanamke huyo. ويصبح الزوج غير مهتم بها, na anakuwa yule mume sasa na yeye hamtilii umuhimu mke wake, hamjali mke wake, kwa sababu mke ndio alianza kutojali. Mke ameanza kutomjali mume wake, sasa ile inakwenda, mume anakuwa na subra mpaka hatimaye na yeye naye inakuwa hamjali huyu mke wake, nyumba inakuwa hivyo. Wa ghaira mutaatifin maaha, pia huyu mume anakuwa si mwenye kutaatafu na kumwonea huruma yule mke wake. Watabda'ul mashakilu, hapo yanaanza matatizo. Walfurqa, na mtengano. Walghurba wa adamu tarabuti bainahuma, inaanza ile furqa walghurba, na ule ugeni wa yule mke anakuwa kama ni mgeni pale kwake, na kuto ungana na kuwafikiana baina yao. فلا بد من العناية بجمال البيت والعناية بالجمال في الجسم واللباس. lazima kushughulikia na kutilia umuhimu uzuri wa nyumba, kadhalika kutilia umuhimu uzuri wa mwili na mavazi ya mume. walihtimamu bilhindam wazina lizawji amrun tayyibun, na kutilia umuhimu mpangilio na mapambo kwa ajili ya mume ni jambo zuri kwa mwanamke. Kullu hadha matlubun wa tayyibun, yote haya ni mambo yanayotakiwa na ni mambo mazuri. Wa yuhibbu azawju, na mume anayependa mambo hayo, kwamba mke anampangilia katika masuala ya nguo zake, mke anampangilia mume wake katika masuala ya usafi. Mke anatakiwa amshughulikie mume wake, iwe yule mke ndiyo kioo cha yule mume. Akitaka kutoka amuite mke wake, hebu niangalie kanzu yangu imekaa vizuri, ni safi au ina matatizo gani. Mke anatakiwa amshughulikie mume wake katika hali hizo za mavazi na hali zote za usafi. Wa matlubun min az-zawja hatta yakuna dhalika at-taqsiru dhari'atan lahu lin-nadhari ila ghayriha. Mambo hayo yanatakiwa kwa mke mpaka isiwe hiyo taksir, uzembe, isiwe ni sababu ya yule mume kumwangalia mke mwingine, au izawaji min ukhra, au kuoa mke mwingine. Yule mke anatakiwa ampatilize na kumtilia umuhimu mume wake mpaka yule mume asiwe na mawazo ya kuoa mke mwingine wala ya kuangalia mke mwingine. Ikiwa mke atamshughulikia mumewe vizuri sana, basi mume yule hatakuwa na haja ya kuoa mke mwingine, bali hatakuwa na haja pia ya kuangalia mke mwingine licha ya kuoa. Lakini mke kama hamjali mume, yanatokea mambo hayo, mke anaangalia wanawake wengine na kutafuta mke mwingine amuoe. Idhan naqulu laha ya amatallah, Sheikh Abu Furaihan anasema, tunamwambia ewe kijakazi wa Allah, mir'atuki hiya zawjuki, kioo chako ni mume wako. Kuni lahu aljamal alladhi yurghabu fihi au yarghabu fihi, kuwa wewe mke ndiyo uzuri wake ambao anaupenda huyo mume. Wakuni lahu almar'ata salihah, na kuwa wewe mke ni mke mwema kwa mume. Wakuni lahu aniqatan fi malbasika wa fi baitika, kuwa mzuri wewe mke katika mavazi yako na katika nyumba yako. Kwa mwanamke anatakiwa isiwe hivyo ni la mubalia, hajali usafi wake, wala hajali usafi wa mume wake, wala hajali usafi wa nyumba, wala usafi wa watoto. Huyo ndio alamu balia, mke asiyejali ni huyo. Kwa hiyo mke anatakiwa amjali mume wake, mke anatakiwa awajali watoto wake, mke anatakiwa aijali nyumba yake na ajali masuhulia yake na usafi mzima
wa ile nyumba yake. Lakini mtu au mke kusifika na sifa hii ni sifa mbaya kwa mwanamke, ambapo kila mwanamke anatakiwa ajiepushe nayo sifa hiyo ya allamubalia, mwanamke asiyejali. Sababu ya 18 ya talaka, tadakhulul abawaini fi shu'uni az-zawjayn. Tadakhulul abawaini fi shu'uni az-zawjayn sawa'un abawa az-zawji au abawa az-zawja. Kujiingiza wazazi katika mambo ya wale wanandoa wawili. Wazazi kujiingiza katika mambo ya pale nyumbani ya mke na mume, sawa ni wazazi wa mume au wazazi wa mke kujiingiza katika maswala ya nyumba ya watoto wao au ya nyumba ya mtoto wao. Wazazi kujiingiza katika maswala yasiyowahusu maswala ya nyumba ya mtoto wao, aidha iwe mtoto wao ni mwanamume au mtoto wao ni mwanamke aliyeolewa. Wazazi wale kujiingiza katika maswala ya nyumba ile ni makosa, ni katika sababu za talaka. يقول أبو فريحان غالبا التدخل يكون من أهل الزوجة. mara nyingi ile kujiingiza inakuwa katika watu jamaa wa mke. Wale watu wa mke ndio wanaojiingiza pale katika nyumba ya binti yao aliyeolewa. Wao ndio wanakuwa wanajiingiza kule na kuulizia na kujaribu kutawala nyumba ile aliyeolewa yule binti yao. وقد تكون هي السبب, na huwa ikawa yule mke ndiyo sababu ya wale jamaa zake kujiingiza. Takunu ala alaqatin daimatin bi ummiha wa murtabitatan biha daiman. Anakuwa mke huyu ana mahusiano ya kuendelea na mama yake, na pia anashikana daiman na mama yake. Wataatamidu alaiha fi kulli shay'in, na anamtegemea mama yake katika kila jambo. Kila jambo mke anampigia simu mama yake, kila jambo anataka ushauri kwa mama yake mke huyu. Kwa hiyo hii inasababisha yule mama kujiingiza katika maswala ya ile nyumba ya yule binti yake aliyeolewa. Sababu ni huyu mke mara kwa mara ana mahusiano makubwa na yule mama yake. Kwa hiyo na kumtegemea yeye katika kila jambo. Akiletea chakula pia anamuuliza yeye, tumeletewa gunia hapa la mchele, je, nitumie kiasi gani? Tumie kiasi gani mimi na mume wangu, na nyingine kiasi nyingine tupeleke wapi au tumpe nani? Yote haya badala ya kumuuliza mume wake anamuuliza mama yake. Tatasifu bil khajal wa adami tahammulil mas'uliyya. Mwanamke huyu ambaye anasifika kwa khajal, yani jambo lile la uoga na kutobeba majukumu yake ya pale nyumbani. Mke huyu hawezi kubeba majukumu yake, kwa hiyo anamuuliza mama yake mara kwa mara. Wa ghaliban ma takunu ummuha hiya almutahakkima. Mara nyingi anakuwa mama yake ndiye hakimu pale, anayehukumu masala ya nyumbani. Wal musaytiratu fil manzili kullihi, na huyo mama yake ndiye mwenye kutawala nyumba ile yote, anaitawala yule mama yake katika maswala yote. Fatalja'u ilayha libnatu fi kulli shay'in, yule binti anamtegemea mama yake katika kila jambo. Wa hiya bidhalik la tasluhu an takuna zawja, mke huyo kwa hivyo hafai kuwa ni mke. Hatta bal la tasluhu an takuna umman li abnaiha, lakini pia hafai mke huyo kuwa ni mama wa watoto wake. Liannahum sayunshiuna atfalan faqidi thiqati bi anfusihim, kwa sababu wao watatokeza ni watoto ambao wamekosa kujiamini. Watoto watakosa kujiamini, maadumi shakhsia, wenye kukosa pia shakhsia. Kwa sababu gani? Liannaha ghairu wathiqatin min nafsiha, sababu mama yao haiamini nafsi yake. La ta'ba li zawjiha, hamjali mume wake. Walam tastashirhu, wala hamshauri mume wake. Hamshauri mume wake, yeye anamshauri mama yake. Wa huwa sahibu rai, wakati mume ndiyo mwenye rai. Wa sahibu milki, na ndiyo mwenye milki pale nyumbani, ndiye mmiliki wa nyumba.
fadharabat bihadha kullihi arla alhait, haya yote ameacha na kuyapa nyongo na kuyatupilia mbali na kuyapiga na ukuta na kuyapiga chini. Fahariyum biha talaqa, mwanamke huyu ni hakika kwake kuachwa, kwa sababu mwanamke hajiamini katika masuala yake ya nyumbani, hajiamini kwa watoto wake. Yeye mshauri wake mkubwa ni mama yake, badala ya mume wake mwenye nyumba. Yeye anamshauri mama yake katika kila jambo. Katika kila jambo anampigia simu mama yake na kumweleza nifanye nini, tufanye nini hapa katika nyumba, tufanye vipi, tuweke mapazia gani, tuweke viti gani hapa, meza ya kulia iwe ni ipi, ile sufra iwe ni ipi. Haya ni masuala yako mwenyewe na mume wako, sio kumshauri mama yako nyumbani. Kwa hiyo mwanamke huyu ndio anaitwa ndio kujiingiza watu wake na mama yake, kujiingiza katika masala ya yule binti yao alipoolewa. Mahali ni pa nyumba ya mume ndiye mwenye milki ya pale, ndiye mmiliki wa nyumba, ndiye mmiliki wa kila kitu pale. Anatakiwa ashauriwe yeye mume, sio kumshauri mama na kumshauri baba. Kwa hiyo hapo ndio inasababisha wale wazazi kuingia katika maswala ya ndoa na kuingia katika maswala ya nyumba ya wale wanandoa wawili. Alghaiba, katika sababu za talaka ya 19, alghaiba ni mwanamke aliye mbali na nyumba yake. Mwanamke ambaye yuko mbali na nyumba yake, huyu anasababisha talaka. Qala Abu Farihan, aidan hunaka mra'atun daiman ghaiba, pia kuna mwanamke daiman ghaiba, yuko mbali na nyumba yake. Israrul mar'a ala alkhuruj lil'amal, ni ile kuendelea mwanamke kutoka kwa ajili ya kazi. Kila siku anatoka kwa kwenda kazini na kuiacha nyumba yake peke yake. Mwanamke huyo ndo alghaiba, aliye mbali na nyumba yake. Idhan israrul mar'a ala alkhuruj lil'amal, kuendelea mwanamke kutoka kwa ajili ya kufanya kazi. Wa i'tiqaduha bi anna alhayata tabaddalat, na itikadi yake mwanamke huyo kwamba maisha yamebadilika. Itikadi ya mwanamke huyo kwamba maisha yamebadilika, yani wanawake nao wafanye kazi bega kwa bega na wanaume. Ndio madai yao hayo, kwamba maisha sasa hivi yamebadilika, sio maisha ya zamani. Sasa hivi pia wanawake wanatakiwa wafanye kazi. Hadha waqi'una ya ikhwani, Abu Farihan, hii ndio hali yetu enyi ndugu zangu. Ana ahki waqi'an, mimi naelezea hali iliyopo sasa hivi katika familia zetu. Wa asbahat tatmahu fil musahamati fil amali uswatan birrajul, anatumai mwanamke huyu anakuwa anatamaa ya kushirikiana katika kazi kwa kumuiga mwanamume. Kama mwanamume anafanya kazi na yeye naye afanya kazi, mwanamume ana mshahara na yeye naye apate mshahara wake. Hadha ma ghazana bihi sharqu wal gharbu, jambo hili ndilo ambalo wanatupiga vita nalo mashariki na magharibi. Almusawatu baina ar-rajuli wal mar'a, kuwa sawa baina ya mwanamume na mwanamke. Wanadai hivyo wa magharibi na mashariki, kwamba sasa hivi ni sawa, mwanamume na mwanamke ni sawa. Mwanamume akifanya kazi na mwanamke afanye kazi, mwanamume apate mshahara na mwanamke naye apate mshahara wake. Hivi ndio wanavyodai wa mashariki na wa magharibi, kutia waislamu katika itikadi hiyo na fikra hizo mbaya. Fatamassaka bihadhi aljumla ba'dhu nisaina, wameshikamana na jumla hii na sentensi hii baadhi ya wake zetu, baadhi ya wanawake wa Kiislamu wameshikamana na jumla hii, almusawatu baina ar-rajuli wal mar'a, kuwa sawa baina ya mwanamke na mwanamume na mwanamke. Waqtarru biha, wakaghurika nayo hii, wakaghurika nayo. Wa ba'dhu ar-rijali la yu'jibuhum hadha min nahiya, baadhi ya wanaume jambo hili haliwafurahishi kwa upande fulani. Wa min nahiyatin ukhra
yash'uruna biannahum laysu bihajatin ila tilka almusaada. Na kwa upande mwingine wanaume wanahisi kwamba hakuna haja ya msaada huo unaotokana na huyo mke wake, hawana haja na msaada wa mke. Wayarauna anna alihtimama bibaitihi wa auladihi wa binafsihi amrun a'dhamu min al'amal. Wanaume wanaona kwamba kuitilia umuhimu nyumba yake na watoto wake na yeye mwenyewe ni jambo kubwa zaidi kuliko kufanya kazi mwanamke. Wa hadha indi qimmatu sawab, asema Abu Furaihan, na hili kwangu ndio qimma cha usawa, ndio kilele cha usawa, kwa mwanamume hataki kusaidiwa na mke wake. Yani mwanamke akifanya kazi ili amsaidie mume wake, hakuna mwanamume anayetaka msaada huo wa mke. Wanaume hawana haja na msaada huo wa mke. Mwanamume mwenyewe anafanya kazi, anajikimu mwenyewe kimaisha, anakwenda mbio asubuhi na mchana na jioni kwa ajili ya kuitunza nyumba yake na kwa ajili ya kulea watoto wake na mke wake, lakini hana haja na msaada wa mke. Yuridu az-zawju indama yadhhabu ila al-bayt an yajida az-zawjata amamahu. Mume anataka wakati anapokwenda nyumbani na kurudi nyumbani kutoka kazini, anataka ampate mke wake yuko mbele yake. La yuridu an yara al-khadima, mume hataki kumuona khadima, mtumishi. Akifika nyumbani aone anapokewa na mke wake, ile zawadi au vitu anavyokuja navyo nyumbani apokewa na mke wake, sio apokewa na mtumishi, mfanyikazi wa nyumbani, mke yuko kazini hajarudi. Mume hapendi hivyo, hakuna mume anayependa hivyo. Au idha arada shay'an min zawjatihi qalat lahu ana mut'aba min al'amal mithli mithluk. Mume akitaka kitu chochote kwa mke wake, mke anamwambia mimi nimechoka, mimi natoka kazini, mfano wangu ni kama wewe tu, wewe umetoka kazini umechoka, na mimi nami pia nimetoka kazini nimechoka, muite yule khadima atakushughulikia, atakuwekea chakula na nini, mimi nimechoka kama ulivyochoka wewe. Hii ndio hali ya wanawake wanaofanya kazi. Hii ndio hali ya wanawake wanaofanya kazi wanavyokuwa majumbani. Mke akirudi amechoka na yeye naye anarudi amechoka, anapumzika, mume anapumzika na yeye anapumzika. Nani anemshughulikia mume? Ni mfanyikazi. Sasa huu sio Uislamu. Huu ni uzungu ambao hauna maana yoyote, umagharibi usio na maana yoyote, kwamba mke enda kazini na mume enda kazini, mke akawa na watoto, siku nyingine aendi kazini na mume naye enda kazini, siku nyingine mume anakaa na watoto naye anakupika, anampikia mke aliyekwenda kazini. Hivi ndivyo alivyo wa magharibi. Mume siku nyingine yuko nyumbani na mtoto na kupika ni kwake yeye mume, mke yuko kazini. Akija jioni mume amwekea chakula mke. La. Huo ni uzungu, sio Uislamu. Uislamu hauko hivyo kabisa. Mke ni mtu wa kukaa nyumbani na kushughulikia nyumba yake na watoto wake na kumhudumia mume wake. Walaysa dhakaru kal untha. Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa dhakaru kal untha, mwanamume si kama mwanamke. Kwa hiyo haiwezekani kwamba usawa baina ya mwanamke na mwanamume sasa hivi ni usawa. Hakuna usawa huo, daiman ni hivi ila yaumil qiyama. Walaysa dhakaru kal untha. Qala wa in qulna hasala al-amalu biittifaqihim, yani samaha laha an ta'mala, fala budda lizawja an tuwaffiqa baina amaliha wa baina huquqi zawjiha. Tukisema kwamba hasala al-amalu biittifaqihim, impatikana hiyo kazi ya mke kwa mawafikiano yao, wameafikiana mume na mke kwamba afanye kazi huyo mke, yani samaha laha an ta'mala, mume amemruhusu mke kufanya kazi. Pamoja na hivyo, fala budda lizawja an tuwaffiqa baina amaliha wa baina huquqi zawjiha, lazima yule mke afanye muwafaka, akusanye baina hiyo kazi yake na baina ya haki za mume wake, wa baina huquqi atfaliha wa baitiha, na baina ya haki za watoto wake na nyumba yake. Fala tahrimuhum minha bihujjati al-amal,
asiwanyime hao na haki hizo kwa hoja ya kwamba anafanya kazi. Asiwanyime watoto wake na haki zao, asimnyime mume wake na haki zake, asinyime nyumba yake na haki zake kwa hoja ya kwamba yeye anafanya kazi. Faqad tufqidu bidhalika zawjaha al-ihsasa biqurbiha minhu, mwanamke huyo huenda akakosa kwa mume wake ile hisia za ukaribu wake kwa yule mume. Yule mke anaweza akakosa kuwa na hisia na yule mume wake, wa musharakatihi fi jamii nawahi hayatihi, na kushirikiana naye katika pande zote za maisha yake, wa ihtimamatihi, na umuhimu wake, mimma yuaddi ila wujudi alkhilafi bainahuma, mambo ambayo yanasababisha kupatikana khilaf baina yao, wa qad yasilu litalaq, na huenda ikafikia kwenye kumwacha. Jambo hilo la kwamba mke naye ana shughuli zake, kila siku anatoka kwenda kazini, hawaonani na mume wake mpaka jioni, wakirudi ndio na wote wamechoka. Jambo hili linapelekea kutokuwa na hisia na kuwa karibu na mume yule mke, kwa sababu anajitosheleza naye, anajikimu, anachotaka ananunua kwa pesa zake yule mke, kwa sababu naye ana mshahara. Kwa hiyo inakuwa hamuhitaji yule mume, itakuwa hamuhitaji hata kwa hisia zile za kitendo cha ndoa, pia itakuwa hamuhitaji baada ya hivyo. Wa ahyanan yahduthu an takuna az-zawjatu fi shughlin shaghilin 'anil bayt wal atfal بسبب انشغالها واهتمامها الزائد بزينتها والذهاب إلى مصفف الشعر. Asema mara nyingine inatokea kwamba yule mke yuko katika shughuli ambayo inamshughulisha na nyumba yake na watoto, kwa sababu ya kujishughulisha kwake na nafsi yake na kutilia umuhimu zaidi kwa mapambo yake, wadhahabi ila musaffifi sha'r, na kwenda kwa yule mwenye kuzipangilia zile nywele zake, enda saluni mara kwa mara, anawacha watoto nyumbani mara kwa mara, anamwacha mtoto na mfanyikazi. Yule mfanyikazi ndo anemlea yule mtoto, akilia ananyonyeshwa na yule mfanyikazi. Mama yuko wapi? Mama amekwenda saluni, anakwenda kutengeneza nywele, anakwenda kujipamba, manake kuna harusi usiku. Mtoto analelewa na mfanyikazi na kunyonyeshwa na mfanyikazi. Al-irqu dassas, wanasema al-irqu dassas. Yule mfanyikazi akiwa ni mbaya, yule mtoto anachukua ubaya ule kutokana na yale malezi na kule kunyonya katika maziwa yake. Mtoto yule anachukua ile damu ya yule mfanyikazi. Akiwa mfanyikazi anakula miraa, huyu mtoto atakula miraa. Akiwa mfanyikazi anakula mogoka, huyu mtoto atakula mogoka, kwa sababu anachukua ile damu yake pale anaponyonya maziwa. Qala wadhahabi ila musaffifi sha'ri, na kwenda kwa mtengenezaji wa nywele, wa mahallati al-azya, na maduka ya nguo zile, wa salunati tajmil, na saluni zile za kujipamba, lilmuhafadhati ala jamaliha, kwa ajili ya kuhifadhi uzuri wake, wa tuhmilul baita, na anaipuuza nyumba, wa ana a'rifu mujtama'atin. Abu Furaih anasema, na mimi najua familia fulani, bal a'rifu usaran, bal najua usra ko fulani, ashghalat nafsaha bidhahabi wal iyabi ila mahallati al-azya wat tajmil. Asema ko hizo zilijishughulisha nafsi zake kwenda na kurudi katika maduka haya ya nguo hizi na mahali hizi za kujipamba, waliyaqatil badaniya, na kuangalia uzuri wa mwili. Bal wasala alhalu mahallati almasaj, bali ilifikia hali kwenda katika zile mahali yale maduka ya masaji, kufanywa masaji wanawake. Kullu dhalika lilmuhafadha ala jamali jismiha, yote hayo kwa ajili ya kuhifadhi uzuri wa mwili wake. Anaacha nyumba yake, anaacha watoto wake, anakwenda kufanywa masaji. Pengine anafanywa masaji na wanaume, pengine anafanywa masaji na wanaume, mke wa watu. Watimami hazaid walbaligh binafsiha, na kutilia umuhimu zaidi kwa nafsi yake. Wa ahmalat zawjaha wa auladaha, na amempuuza mume wake na watoto wake. Famadha yajni hadha zawju min hadhihi zawja, huyu mume anavuna nini kwa mke huyu?
mume atavuna nini kwa mke huyu, wa hiya dakhilatun kharijatun yuaddi hadha ila nafadhi sabri rajul. Mwanamke huyu anaingia na kutoka, hii inasababisha kumalizika subra ya huyu mume, wabitali yuaddi ila talaq, hatimaye inasababisha hiyo kumwacha yule mume huyu. Kwa hiyo mke huyo wa kutoka anaiweka mbali nyumba yake, hatimaye ni kuachwa mke huyo asiyeshughulikia nyumba yake. Yeye mara ni kazini, akitoka kazini sija amekwenda wapi, anakwenda wapi, kwa madai ya kwamba na yeye naye ni kama mwanamume, anafanya kazi na ana mshahara na yeye ajikimu kimaisha. Sio huo Uislamu, hausemi hivyo. Uislamu unasema mwanamke kazi yake ni nyumbani, kushughulikia nyumba yake, masuhulia ya nyumba na watoto ni yake yeye mke, sio ya mfanyikazi. Haya masuhulia ya nyumba ni masuhulia ya mke, sio mfanyikazi kuita mfanyikazi akafanya usafi pale na kulea watoto na chakula apike yeye na atandike yeye kitanda yule mfanyikazi na kumletea chakula yule mume. Lala, haya yote ni masuala ya mke, sio ya mfanyikazi. Huu ndio Uislamu ulio na maadili hayo mazuri. Lakini mambo ya kuletea kwamba mfanyikazi ndio amwekee chakula mume, ndiye amtandikie mume, hili ni jambo ambalo halipo katika Uislamu, bali linasababisha uchafu na linasababisha zinaa jambo hilo. Tutasimama hapo, tutakuja kuendelea kesho biidhnillah taala. Wallahu aalam, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.